muda huu na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una baraka nyingi mno. Sababu ni kule kutokuonekana tuko macho. Lau zingekuwa zinaonekana fadhila zinazopatikana katika mwezi huu, nadhani pasingepatikana mtu kutokufunga, wala mtu kutokutoa sadaka, wala mtu kutokumthamini mwenzie. Sasa tusiyaseme mengi, kwa sababu sisi tuna ujio wa ndugu yetu kuagana kuja kila mwaka. Al-akhi fillah, ndugu yetu Gulamu Aslamna asiyefahamu. Mimi ni sio msemaji labda bila qalbi, na atasema kidogo kwa fadhila za mwezi huu. Kuna haja ya kukumbushana sana, sababu sisi tunasema sana, labda akisema huenda watu wakasikia. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibi qulubina wa tabibi nufusina Abul Qasim Mustafa Muhammad sallallahu mtume وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Wazee wangu watukufu, maimamu, mashehe, walimu, wajukuu zangu, watoto zangu, na nimefuatana na kijana wangu Nasor kutoka Arusha kwenye kitengo cha Khatamul Anbiya Institution pamoja na hoja Shia Isna Ashari wafuasi wa Ahl al-Bayt alayhim wassalatu wassalam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa kweli leo tuna furaha kubwa sana kufika hapa, na hasa katika siku tukufu, katika mwezi mtukufu, na katika siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi ni tunasema Lailatul Jum'a, usiku wake utakuwa siku ya Jum'a usiku. Na jana tulikuwa tarehe 19, usiku wa 19, leo tarehe 19 ya mwezi wa Ramadhani. Tuko katika 10 la pili na tunamaliza. Bado 11 tu mbakia. Kwa hivyo tuchukue ni fursa ya kusoma Qur'ani, ya kufanya ibada, ya kuswali sana, ya kuomba maghfira, kuomba msamaha kwa Mungu. Na pia kujua kwamba hapa tumekuja kwa ajili ya matembezi, tutaondoka. Leo watu wameshughulika na dunia, hawana habari. Hata hivi sasa hivi msikiti inajaa kwa ajili ya mwezi wa Ramadhani pengine, na pengine katika salatu na sali ndio tarawehe ndio mnakuwa watu wengi, lakini kwa kawaida msikiti unakuwa mahjura, yani imeachwa. Kwa hivyo tusiwe katika watu ambao tumefanya hivyo, tubadilike, tuwe watu wema. Tukisha mwezi wa Ramadhani turudi vizuri kama katika mwezi wa Ramadhani. Tusifanye tulivyokuwa kabla Ramadhani, tulikuwa tunafanya mengineo, na ikisha Ramadhani mkairudia yale. Tunajua watu wako wanywa pombe, wavuta bangi, wakunywa dawa za kulevya, washarati, uhuni, wako, lakini sio nyinyi hapa. Na naamini inshallah Mungu atafanya kama msiwepo hapa. Lakini kama wako wanywa pombe, basi awache, kwa sababu ni mbaya, bangi mbaya, dawa ya kulevya ni mbaya. Kwa hivyo lazima tuchunge vitu vibaya hivyo ili tuwe watu wema. Pia ni muhimu sana kwamba watoto wetu wapeleke madrasa, wapeleke mashule. Wale wanaokwenda kanisani waende kanisani, wale wanaokwenda msikitini waende msikitini. Angalieni sasa hivi hali ya ulimwengu ilivyokuwa imechafuka. Watoto wanaharibika kutokana na kwamba wazazi wameshughulika na mambo ya dunia tu, hawana muda wa kukaa na watoto. Na ndio maana juzi tulikuwa tunaongea kwamba wakifika nyumbani baba ameshughulika na mambo yake, mama ameshughulika, mtoto hajui habari ya mtoto anafanya nini. Kwa hivyo lazima watoto waangaliwe na waulizwe, unatoka wapi, unaenda wapi, ulikuwa wapi, umesoma nini, umekwenda madrasa, unaenda, unamcheki. Lakini watu wameshughulika. Kwa hivyo naomba sana hizi zoezi tuliendeleze, kwa sababu ni zoezi muhimu sana kwa ajili ya kuona watoto wetu wanaishi vizuri. Kingine ni kwamba tunataka amani na upendo na ushirikiano. Sasa hivi kuna fitna zinazoingia duniani, zinatengenezwa, watu wanauliwa. Angalieni katika mitandao, mloko mna mitandao, Syria wanauliwa watu, Gaza wanauliwa watu,
Palestine wanauliwa watu, na sio Waislamu tu, hata Wakristo wanakatwa. Hawa watu wabaya sana waliokuwa wamejitokeza kutaka kuharibu maisha ya binadamu. Lakini hapo pia kuna fitna kubwa sana katika sehemu nyingi tu duniani. Na tukiangalia sisi hapa Tanzania tumekaa kwa umoja na mapenzi, tunashirikiana, lakini watu wako bado watakayetia fitna ya kusema hawa mashia ni makafiri, hawa mashia msichukue futari yao, hawa mashia hawana Qur'ani. Sasa hebu niwaulize hao wazee wangu waliokuwa nao. Mimi nishakuja miaka mingapi hapa? Mingi. Nimekuleteni Qur'ani ya Shia? Sasa kwa nini naleta Qur'ani ambayo sio naleta Qur'ani kawaida? Si nilete ya kwangu niliokuwa nayo. Kama nataka kufanya tabligh, nitafanya tabligh kuleta misafu na maana natumia mimi. Hakuna kitu kama hicho. Ni uongo, utengenezaji, fikra mbovu ili watu wagombane, waanze kutukanana, waanze kuambiana wewe kafiri, wewe hivi. Mimi hapa tumeshakuja mara nyingi, tumejenga kisima, tumejenga msikiti, tumefanya umeme, tumefanya mambo mengi. Hata siku moja nilikwambia ni mueshia je? Basi leo namlazimisha kwa Shia leo. Sijawahi. Wala sikuwahi kusema. Isipokuwa nasema nini? Fuata barabara iliyonyoka. Na utaijua wakati gani usome. Kama hujasoma utajuaje? Kama hujasoma ramani, huwezi kujua wapi haki. Kwa lazima usome ndio utajua haki. Pia alapo wanakwambia ni kwamba hawa mashia wanawatukana masahaba, wanawatukana na mimi wakunisikia ni kwa mdomoni mwangu kumtukana. Sasa wewe unaposema kama amemtukana sahaba ukataja jina na kafanya hivi, maana wewe ndio umemtukana. Wewe vipi itatoka moyoni mdomoni wako utoke kwa kumtaja fulani kama ni kama mfano mke wa mtume au sahaba ukamtaja kwa jina alafu ukasema maovu yake. Umesema wewe. Mimi hata siku moja sijawahi kusema. Bado mimi nasema nini? Wake wa mtume, masahaba wa mtume, tufuate zile sera zao. Aliyefanya makosa atajulikana kesho kwa Mwenyezi Mungu. Wewe na mimi hatuwezi kumpa adhabu mtote. Mungu amesema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Utaiona tu kule, wewe fanya baya dogo sana utaikuta, fanya mema dogo tu utaikuta. Sasa sisi tunagombania nini hapa duniani? Sisi tufanye tushindane. Wewe umeweza kufanya hivi, mimi nitafanya hivi. Mazuri lakini badala yake tunaanza kugombana, kusema huyu kafiri, huyu Shia, huyu sijui sikule futari wake, sijui wewe hana Qur'ani. Haya tuache, imeshapitwa na wakati. Wakati imeshapitwa. Wako watu wanaotukana. Wacha watukane mpaka watachoka. Mimi sasa nikakae pale kwenye gari na kutukana wewe mpaka nimechoka. Nitakupata wapi? Utaumia. Kwa hivyo haya ni maneno ya kawaida mdomoni. Binadamu wanasema mtu anataka kutafuta tusi, hachagui tusi. Anataka kutukana, hachagui tusi. Kwa hivyo mimi nataka tukusema leo kwamba sisi ni wafuasi wa Ahlul Bayt. Kama mlikuwa hamjui, lakini mimi najua mlikuwa mnajua. Mlikuwa mnajua vizuri kwamba huyu mzee wetu anatoka Arusha na ni mshia wafuasi wa Ahlul Bayt. Miaka karibu 20 na tunakuja. Toka hata hamjaanza hapa Mji Mwema, tumeanza Ndurumo. Huko kwenu nyuma. Sijui Mlangarini, sijui Urangini, uko wapi Songabele. Sehemu nyingi tu tumekaa kwa uzuri na tunapendana na tunashirikiana. Tunataka nini? Fadhila za Mwenyezi Mungu. Hatutaki chochote kwenu. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Kwa hiyo tuogope Mungu. Tuwe tunafanya vitu vizuri, tuweze kuendelea katika maisha yetu. Basi baada ya kusema haya, tumekuja katika mwezi mtukufu Ramadhani. Leo ni tarehe 19. Ni siku mnaona nimevaa nguo nyeusi, lakini watu wengine hawafahamu. Nani ataniambia kuna nini katika historia ya Kiislamu? History ya Kiislamu. Tarehe 19 ya Ramadhani imetokea kitu gani? Lakini watu hasomi. Taanza kusoma vitu ambavyo wala havina faida. Ni siku ambayo Saidna Ali karramallahu wajhu
alipigwa upanga katika mihrab, katika kibla salatu al-fajr kule Masjid Kufa. Ibn Muljib amempiga upanga na tarehe 21 ndo kaaga dunia. Sasa sisi wafuasi wa Ahlul Bait tunaombeleza kifo na tunafurahikia katika mazazi yake kama tunavyofanya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini sisi ndugu zangu, nyinyi historia hamsomi, ndio shida kubwa sana. Lakini mngekuwa mnasoma mngepata. Mimi nakuulizeni nyinyi hapa, niambie Sayyidna Umar amezaliwa mwaka gani? Sayyidna Abubakar, Sayyidna Uthman, haya niambieni. Hamna. Mnajua hiyo? Na tarehe 27 Lailatul Qadr, kwa tufanye ibada na tupate fadhila za Lailatul Qadr. Na leo toka jana tarehe 19, 20, 21, 23, 27 mpaka mwisho tunafanya ibada katika misikiti, watu wanakaa itikaf, watu wanaomba Mungu, na tumuombe Mungu kwamba tumalize Ramadhani kwa uzuri, tuweze kupata tena mwakani. Mwaka jana waliokuwepo hawapo leo. Katika hizi 15 zilizopita wangapi wameshaondoka? Katika 15 hizo tumemaliza. Kwa hivyo ni muhimu sana tuombeane Mungu, tupendane, tuache chokochoko, tuombe ndugu zetu wanaopigwa huko, wanauliwa kila siku. Leo hata wanapigwa marisasi, wanapigwa bomu, pigwa nyumba inaanguka, kuna mtu anafeel. Sasa ile feeling tuko nayo sisi Waislamu, tunaambiwa kwamba kama jismul wahid, yani mwili mmoja, ikiumwa kidole umeumwa mwili mzima. Kwa Waislamu sisi lazima tuwe wamoja, tuache tafaruku zetu. Tukishapendana, tukishakaa vizuri, mambo yatakayofuata ni mtu asome tu, hakuna kitu kingine. Hakuna mtu atakayekwambia lazima ufanye hivi wala fanya. Wewe ukitaka funga hapa, fungua hapa, funga hivi. Hakuna mtu atakulazimisha. Una hiari yako, lakini ukisoma ndio utajua. Ndio utapata kujua rasmi kwamba wapi sisi tuko vizuri na wapi tuko pabaya. Lakini ni muhimu kwamba mashehe muwasomeshe vijana, muwasomeshe historia, muwasomeshe Qur'ani na tafsiri na tadabbur. Sio kusoma kama kasuku tu, lazima tujue maana yake na ifanyiwe kazi. Basi baada ya kusema haya, tusichukue muda mkubwa kwa sababu tunataka kurudi na tutafanya baada ya siku nyingine. Tunaomba tu kwa Mwenyezi Mungu inshallah akupeni afya na umri mrefu inshallah. Na Mwenyezi Mungu aendeleze kudumisha amani yetu Tanzania. Tumuombe Mwenyezi Mungu, rais wetu Mwenyezi Mungu ampe afya na umri mrefu, aweze kutuendeshea nchi yetu vizuri. Na tuombe uchaguzi iwe amani. Tuombe hapa msikiti wetu tupate mikeka, tupate bati, tupate dini ya madirisha, milango na spika inshallah. Mwenyezi Mungu atajalia kheri inshallah. Tupige plasta, tufanye iwe msikiti vizuri, watu waweze kusali. Inshallah Mwenyezi Mungu afanye maji yaletwe haya yalikuwa yamepita kwenye pipe haya, yaletwe moja kwa moja hapa yaweze kupatikana maji kwa wingi. Mwenyezi Mungu awajalie watoto wetu wasome vizuri, watoto wetu wawe madaktari, wawe walimu, wawe watu wakubwa ambao wanaweza kuendesha maisha yao. Tunaomba wote wale wanaokula bangi, wanaokunywa pombe, wanaofanya maasi, Mwenyezi Mungu awasamehe na wawache inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie sisi wote tukifa tunasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل عسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. Tusome sura al-Fatiha leo Alhamis kwa marehemu wenu na marehemu wote waliotangulia mbele haki na waliochangia katika futari leo na toka mwezi tumeanza. Mwenyezi Mungu wote wale waliochangia, Mwenyezi Mungu awape kheri na baraka na marehemu wao walaze mahala pema, na wale kwa wagonjwa wote Mwenyezi Mungu awape afya inshallah. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ربنا تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وصيامنا توبتنا يا إله الأولين والآخرين أورثنا جنة مع المتقين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.